Yeah. Hallelujah, everybody. Um, this one is talking to you is Prophet Nabii wa Ishara Tanzania, the prophet who prophesies for the nations and people as the grace of God received to him. I thank God that you're watching live from every corner across the world. I invite you kindly to watch this live streaming from this time up to the end of the program. I think it will take almost half an hour or 45 minutes to let God talk to you through the message that God has given me to talk to you. If you don't know, this is prophet who used to prophesy for the people. Meaning, if you want to know financially what is going on to you, whether it is a witchcraft or the other things, you can just call. Whether it is your marriage, what is problem in the marriage or relationship, you can just call my number. Or you want to know what is going on to your health, you can just call the number that I'll give you. So I used to do this work all the day long. I used to prophesy to people. If you didn't do it, it is because maybe you don't understand Swahili. Today, I just trying to direct you in English language so that you can understand. If you call me, I will help you according to your language. If you use English language, you just call me direct and I will help you. I will help you to just to get away from your problem, as a God will bless me, will grant me to do so. So I beg you to join with me. Maybe you will understand some of the secrets that God is going to reveal today. In the name of Jesus Christ, my number is +255 715 64 51 50. That is the number which you can get me also in WhatsApp. You can text me, but it's better if you call me direct, not text me. If you text me, sometimes I cannot even see the messages, because people around the world, all over the world, from any corner of the world, they used to call me to contact me. So if you text me, meaning that you take a long time to get my message, because when I see many messages in the WhatsApp, what I used to do is to find the calls, which calls or missed calls, and I answer first the calls. The message I just used to try to find the other free time. If I can answer those messages. So don't use messages, I beseech you. I beg you that you should use only call. When you call, it is better. If you call in WhatsApp, it is very cheaper. Wherever, from anywhere in the world, you can just call me. So God bless you in the name of Jesus Christ. Mungu abariki sana wapendwa wote ambao mko live sasa hivi. Najua sana muda umekwenda, lakini ni kwa sababu kazi ya kuhudumia watu imekuwa ni ngumu sana. Nimesema nina kipindi ambacho nakirusha na ninakirusha kipindi hiki sasa. Naomba uanze kushare upesi sana kwa watu. Upesi sana wale ambao walikuwa wanangojea kipindi. Share upesi sana. Tayari niko live. Share upesi sana. Share upesi sana. Yeah. Barikiwe sana wewe ambao unakuja live sasa hii. Hii ni saa 4 kwa saa za Afrika Mashariki. Nilitarajia kuanza mapema kidogo, lakini mambo yamekuwa ni mengi. Mambo yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo nahudumia watu mpaka usiku huu kwa kweli. Kesho na wageni kutoka Dar es Salaam.
kama wote. Naona inabidi niweke kituo Dar es Salaam siku moja ili watu waweze kunipata kule kwa urahisi sana. Maana kufunga safari huku wanapata tabu sana. Ila Mungu awabariki sana wote ambao mko live sasa hivi katika kipindi hiki maalum sana. Nami nitakirusha kwa haraka sana ili muda usiende sana. Leo nitatumia muda mfupi, nitakirusha kwa haraka sana. Mama kutoka Nairobi. Jamani, mnanijulisha nini? Mbona sielewi? Kuna watu bwana nakwambia, wanaguswa na hii madhabahu, yani naona ametoka kwenye group huyu. Barikiwe sana kwa kweli watu wote ambao mko live. Nasikia furaha. Wale ambao amfahamu, hii ni madhabahu ambayo inatumia kutabiria mambo ya taifa na watu. Na mwaka huu matukio ambayo yametokea makubwa kabisa ambayo nimeyatabiri, nafikiri wengi mnajua. Kuna mmoja mjinga mmoja nasikia alikuwa anasema usijitangaze, mtangaze Yesu. Sasa najiuliza, huyo Yesu kama ni kumtangaza Yesu, mbona ajitangaze mwenyewe huyo Yesu? Yaani mimi niwe sipo alafu Yesu ajitangaze. Anajitangazaje? Ni lazima niseme mimi ni nani, nafanya huduma gani. Maandiko yananiambia ondoka uangaze, maana nuru imekuzukia. Maandiko yanasema hakuna mtu anayewasha mshumaa akaweka chini ya kiango. Kwa hiyo utuondolee upumbavu wako, kwa sababu inawezekana hujui Biblia, ndio maana unasema ati unajitangaza. Kwa hiyo ulikuwa unataka nisijitangaze. Lazima nijitangaze mimi na Yesu wangu. Kwani kinachokukera wewe mimi kujitangaza ni nini? Kama una hasira saizi sana, okoka. Kasirika sana, okoka. Na nitaendelea kujitangaza. Mimi nabii wa ishara Tanzania, mtabiri wa taifa na mambo ya watu, ndio huduma yangu nafanya. Kasirika sasa. Barikiwe sana wote ambao mmeshare kwa wingi kweli sasa hivi. Yaani kumbe mko wengi kweli live. Sikujua. Yaani hapa nikiangalia kwenye screen naona kama vile wachache. Kumbe ni rundo. Barikiwe sana. Hata nisijitangaze. Ngoja niwaulize jamani. Hivi kwa mfano unafanya biashara alafu wewe mwenyewe unajificha usionekane pale ili Mungu ajitukuze. Unaweza akajitukuza? Watu wengine ni kama vile mbwa mwitu sijui yani ambao wametumwa kwa ajili ya kutaka kuleta upumbavu. Yaani hata kama jambo ni zuri, bado mtu lazima atatia maneno ya kijinga yasio na maana pale. Kwa hiyo na kero na hii madhabahu, timka naenda kwa waongo wenzio huko. Mbona wapo wengi tu? Kwani mpaka uje kwangu? Bado unakuja kwangu unatafuta nini? Kama umeguswa na mafundisho yangu, maana yake niko sahihi. Hata usijitangaze. Usijitangaze alafu Yesu mwenyewe ajitangaze, alafu mimi sijitangaze. Kwa lipi sijitangaze? Kwa lipi sijitangaze? Wakati Yesu mwenyewe alijitangaza. Mitume wote na manabii walijitangaza. Kwamba mimi ni mtumishi wa Bwana, siwezi kufanya hivi kwa sababu mimi ni mtumishi wa Bwana. So kujitangaza hapo bwana. Kutoka Nairobi na wengine wote karibuni sana. Kumbe ni mtoto mmoja wa madhabahu ya nabii wa ishara Tanzania ulikuwa unakaribisha wageni katika grupu maalum la watu wanaosapoti huduma hii. Ni kweli leo tumepokea wageni kadhaa, mwingine kutoka Nairobi, mwingine kutoka hapa Tanzania, yes. Na sasa tuko wengi kweli kwenye grupu la kusapoti huduma ya nabii wa ishara Tanzania. Kwa kweli Mungu awabariki sana watoto wa Mungu ambao mko kule Marekani, ambao mpo katika hili grupu hili maalum, na wale mlioko Uingereza ambao mko kwenye grupu maalum, lakini Saudi Arabia ambao mko kwenye grupu maalum. Mungu awabariki sana pia wale mlioko Kenya ambao mko kwenye grupu maalum, pamoja na mlioko Tanzania. Kwa hiyo kuna kama nchi 4 hapa. Kuna kama nchi 4 hapa tupo, ambao ni jeshi linaloshikilia kusimama na Mungu kwa ajili ya kuendesha hii madhabahu iende. Mbarikiwe sana kwa kweli. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana wote ambao mnasimama na hii madhabahu kwa zaka zenu, mlioko Tanzania na mataifa ya nje, na mnaosimama kwa ajili ya kutuma sadaka kwa ajili ya kusupport
ninyi kweli mmejitoa kwa kazi ya Mungu, na hiyo ndio kujitoa. Leo bwana, nikakutana na mtu mmoja akanifurahisha sana. Unajua watu kwa kweli, mimi nilikuwa nafikiri zama hizi watu wanajua mambo yote kuhusu Biblia. Mbarikiwe sana. Amen. Mbarikiwe sana Janet kutoka Arusha. Amenichekesha sana, lakini baadaye nilimwambia maneno machache tu akawa ameshapona tatizo lake. Akasema, kwani ni lazima nitume sadaka baba ndio useme na mimi kuhusu unabii? Yaani aliuliza swali moja la wale wasioelewa kabisa. Yaani kama vile ni kwamba yeye sio Mkristo yani. Kwani mpaka nitume sadaka ndio Mungu aongee? Yaani kwanza anasahau kwamba anataka unabii. Maana unapotaka unabii kwa nabii, maana yake unamwambia Mungu aongee na mimi. Naomba unisaidie kuomba Mungu aongee na mimi. Sasa mimi naendaje mbele za Mungu? Sasa nilimjibu kitu kimoja kizuri kidogo, alafu akapona saa hiyo hiyo. Nikamwambia hivi, Yesu alikuwa ni Masihi. Je, madhabahuni pake alienda mikono mitupu? Hakwenda na damu yake mwenyewe? Kabla umesahau hiyo. Nikamwambia makuhani wote wa zama zile na zama hizi wanaojielewa, huwezi ukawa unakwenda mahala unataka kufungua huduma bila kutanguliza sadaka yako wewe kwanza. Yaani unaenda kufungua huduma sehemu bila kujitoa wewe mwenyewe sadaka kwanza. Sasa mimi niwe najua kwamba makuhani lazima tujitoe sadaka kwanza, lakini nisifundishe waumini kujitoa sadaka kwanza ili kuongea na Mungu. Ni vituko. Ndio maana huwa naambia watu njia rahisi ni kwamba unakuja madhabahuni, unapata unabii wako Jumapili, tuone kama hutatoa sadaka. Maana ukiambiwa utoe sadaka uhudumie kule uliko, si ni kesi? Na bahati nzuri sadaka yenyewe uambiwi kiasi gani. Lakini pia inakuwa kesi. Lakini kule kwenye 3,300 kule mnaliwaga wala muulize maswali. Maana hivyo vitisho mnavyopewa hakuna maswali, lakini nabii wa ishara ndio mnamhoji. Kwa hiyo ni mpaka nitoe sadaka kwanza. Mbona kule zinatolewa tu 500,000, 300,000 wanatoa tu yani. Haulizi maswali kwa sababu mmetengenezwa mazingira ya kutishwa. Lakini kwa vile nabii wa ishara anacheka na nyinyi, anaongea na nyinyi kama baba tu na watoto wake, mnafikiri wa kumchezea sana. Mimi sio wa kumchezea, msiniangalie kiwasiwasi sana. Sio wa kumchezea. Sio wa kumchezea, na mamlaka kubwa sana. Na nikiamua sikuhudumii. Nikiona tu hauko kwenye kanuni sikuhudumii kweli. Na wala hiyo dhambi unayosema nitakuwa nimefanya dhambi hainipati, na wala hutapata sehemu mstari wote leo ni hukumu kwamba eti kwa sababu nimekataa kuhudumia basi ni kwamba eti nitapata dhambi. Dhambi gani nipata? Nitahudumia wale ambao Mungu ameniconnect nao. Wale ambao wakija madhabahuni wanajua nakuja vipi madhabahuni. Watu tunajitoa saa zingine, wengine tunahudumia bila kumwambia chochote, tukishagundua ukweli ni sifuri. Nishajitoa na mtu mmoja anataka kujua. Mimi mwenyewe nikatuma nauli aje. Sasa wewe unataka hizo nauli tutatuma vipi kwa wao wanataka kujua? Kwamba wewe hudumiwe hivi na umejaliwa baraka unazo. Sasa hao wanataka kujua ambao wana kitu hali mbaya mpaka nataka kujua. Tuwasaidie. Nikanatuma nauli, nikamtumia nauli, nikaja, bado nikamlea nyumbani kwangu mpaka akaenda kwenye interview, akafanya interview, akapata nafasi, akaingia JKT. Baadaye nikamuombea Mungu msaidie huyu, maana alikuwa anataka kujua, aweke historia kwenye maisha yake. Baadaye miezi 6 akachaguliwa kuingia jeshini. Sasa ni mwanajeshi. Pamoja na kwamba alinikumbuka mara moja tu. Mtu anayetaka kujua, lakini alipofanikiwa tu mpaka leo anikumbukaji. Hao ndio watu bwana. Waone hivyo. Alafu nikuhudumie free ili wewe hata ukifanikiwa utanikumbuka. Huyu tu ni kwamba nimejitoa kweli kweli. Lakini hata alifanikiwa hakunikumbuka. Wewe sikujui, unanipigia tu simu nikupe habari zote za kunyoosha maisha yako, lakini nisikwambie utoe chochote. Alafu faida gani mimi napata mbele za Mungu? Hivi au hujui kwamba tunafanya kazi kwa faida wala sio kwa hasara? Nyie ambao mnafikiri kwamba huduma zinatolewa bila bure. Yaani ile bure iliyotajwa kwa Biblia sijamkuielewa. Mmepewa bure, toeni bure. Maana yake mmepewa karama hizo bila kipimo cha fedha, bali kwa gharama ya maisha yenu wenyewe na Yesu. Lakini nyinyi toeni pia bila kipimo kadhaa cha gharama ya fedha. Yaani maana yake msiuze.
Kuuza maana yake toa kiasi fulani. Siku zote nawaambia kuna tofauti ya sadaka na mauzo. Kuuza maana yake ni, mnakumbuka kuna kipindi nilisema wale wanaouza kiasi fulani mafuta wanatakiwa watoze ushuru. Nitoa ushauri kwa serikali. Kwa sababu imepangwa kabisa bei ni 300,000 ama ni 200,000 ama ni 50,000. Lakini ukimwambia mtu atoe sadaka tu, haina kiwango, hiyo inaitwa sadaka. Hiyo ndio ambayo huwezi kusema ni tozo, sio tozo. Maana hujaambiwa ni kiasi gani. Hujaambiwa ni kiasi gani. Wale msojua kutoa sadaka. Sadaka ndio zinavyokuwa. Ziko hivyo. Hakuna mtu ambaye mimi hapa nilimwambia kwamba unatakiwa utoe kiasi fulani. Hakuna tau. Na watu wametuma mpaka milioni 1. Watu ambao wanajua kusimama na Mungu wao. Kwenye madhabahu wametuma mpaka milioni 1. Wametuma. Unaambia mtu mtolee Mungu kiasi ulichonacho. Lakini mtu anaona kwa sababu anamjua Mungu wake vizuri, anatuma kiasi mpaka milioni 1. Tumishi wa Mungu, nimewezesha madhabahu kwa hicho kiasi nilichonacho. Naomba unisaidie katika maeneo haya. Anajua, yani atoe ili kwamba apate huduma. Anatoa kuonyesha heshima na respect kwenye karama ya Mungu, kwenye huduma ya Mungu. Kwa maana maandiko yanasema nuru yenu na iangaze, watu wapate kuyaona matendo yenu, wamtukuze Mungu wenu. Hii waga inakuwepo kwenye maeneo yote. Yani kama wewe ni mfanyabiashara, jitokeze ufanye biashara yako, watu waione ilivyo nzuri, watatoa pesa kununua biashara yako, ndio kumtukuza Mungu aliyekupa huo ujuzi wa hiyo biashara. Sijui mnafikiri kumtukuza Mungu maana yake nini? Kumtukuza Mungu maana yake usema, "Oh haleluya, Mungu ashukuriwe. Mungu pokea sifa na utukufu." Hivi sifa na utukufu nafikiri zinatolewa tu kwa maneno? Maandiko, umesahau maandiko yanasema kwamba msipende kwa neno bali kwa tendo. Kama umeguswa na huduma yangu, alafu unataka kule mkaliwe 300 zilizoandikwa kabisa, kama utafikiri ni biashara. Alafu hapo unaambiwa tutoe sadaka kawaida, unasema, "Yaani na maana mpaka nitangulize sadaka kwanza?" Katafute mahali ambapo utapata unabii wa maisha yako, alafu wasahihi kabisa, alafu utaambiwa marufuku kutoa sadaka. Tuone kama papo. Mbarikiwe sana wote kwa wingi wenu ambao mmeshare. Sina muda mrefu sana, lakini nitatumia muda mfupi. Nitaleta ujumbe mmoja mzito sana ambao utakutoa katika shida, kama nilivyoagiza kwenye katika mtandao leo kwamba nitarusha kipindi. Ujumbe wa siku live hapa FB: wafu wanaoishi baada ya kifo ni watu gani? Pili, madhara ya dhambi kwa maisha ya sasa na yajayo ni yapi? Utajua leo usiku, kama jinsi nilivyotoa hapa. Nimeandika saa 2. Naomba msamaha kwa ajili ya kuchelewa muda, na kiukweli siwezi kuzingatia muda kwa sababu nina huduma yani kuanzia asubuhi mimi naamshwaga nikiwa nimelala. Simu zinapigwa kuanzia nimelala, kama mjui. Yani mpaka kuna wengine wanafahamu, sababu akipiga anashangaa ninaongea naye, saa hiyo simu nyingine imepiga, ninapokea nyingine, ninahudumia huku, nikimaliza mnajua the way niko busy. Kwa hiyo hata hii mwanzo nilikuwa nashindwa hata kurusha kipindi, lakini kurusha kipindi hii ni neema tu, kwa sababu lazima niwalishe watu wangu chakula. Kuna watu wako nchi za nje kule wanategemea madhabahu hii moja kwa moja, yani hawaendaji hata kanisani kwa sababu hamna makanisa jirani. Ndio maana mnaona na bidii hivi. Vinginevyo ningekuwa Jumapili tu, wala nisingehangaika katikati ya wiki. Mbarikiwe sana kwa kuwa live. La kwanza ni wafu wanaoishi baada ya kifo ni watu wa aina gani? Kwa mujibu wa Biblia, wafu wanaoishi baada ya kifo ni hawa. Nitoe maandiko hapa. Nitoe maandiko hapa. Haya maapo yana mambo ya kipumbavu sana ya maapo haya. Wanakulazimisha lazima usikilize matangazo yao ndio Biblia ifunguke. Shida kweli. Mungu awabariki sana wote ambao mnakuja live. Mbarikiwe sana wa group la Nabii wa Ishara Tanzania kule Arusha. Mbarikiwe sana group la Nabii wa Ishara kule Dar es Salaam. Nimewaambia kwamba mwezi huu nakuja, lakini tafadhali sije kuhudumia mtu. Na yani sitahitaji usumbufu kabisa. Ndio maana sitatoa kwenye hii Facebook. Ninapokuja sitatoa, nitakuja kwa siri, kimya sababu usumbufu naopata nikija kwa kutangaza wao unakuwa ni mkubwa sana. Yaani mpaka kuna safari iliyopita mwezi wa 3 nilizuiliwa, yani nilishindwa kurudi kwa muda.
kwa sababu watu mimi sina kituo kule maalum, mpaka huwa nafanya kupewa kituo na askofu wangu tu mkuu kwamba chukua ofisi, hudumia watu wako ambao wanataka kuhudumia kwa dharura. Kwa hiyo nitakuja kimya kimya, ndio maana walio katika grupu tu ndio watakaojua. Wale grupu la Dar es Salaam na walio kwa Arusha ndio watakaojua. Na wana grupu pia, msinichoshe pale kwa kuniuliza maswali ya kinabii kutaka kujua kwamba maisha yenu yakoje, maana sitaweza. Mtanichukulia muda mrefu, alafu nitashindwa kufanya yale ambayo yamenileta. Ila mbarikiwe sana kwa kujiunga na kuwa pamoja nami. Najua mtanogewa na kutaka tutabirie basi angalau mawili matatu. Bila shaka mtapata unabii, lakini sitakuja special kwa ajili ya hiyo. Hii hapa. Ni watu gani ambao wataishi baada ya kifo? Yaani baada ya kifo wataishi. Nadhani kuna tangazo hapo linatoka. I don't know kwamba hilo tangazo lina kama linazuia chochote. Hebu ngoja niweke sawa. Barikiwe sana. Hii hapa kwenye Luka 23, Luka 23 mstari wa ngapi? Ngoja tuende. Mstari wa 39, 23:39. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Lakini hapa ni watu wawili ambao wanaokwenda chini na wanaokwenda kuishi baada ya kifo. Lakini yule wa pili kwa duniani, na watu hao wawili wanaomtukana Yesu na kutukana watumishi wa Mungu ni mahodari kweli kweli. Yaani utafikiri wanajua mashtaka yao yatakapokuwa watakayokuta kule watajibu vipi. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, "Wewe uogopi hata Mungu? Nawe u katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki yetu kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo yanayostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote." Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Twende pamoja. Hawa ni watu wawili. Mmoja akasema, "Kama wewe kweli mwana wa Mungu, jiokoe na mimi uniokoe na sisi utuokoe pia." Yaani alimtukana Yesu. Hawa wakosekani, maana ni wana wa jehanamu. Yaani wana wa jehanamu, safari yao kwenda jehanamu, waga waogopi kutukana hivi. Kukufuata mtumishi bila kutukana waogopi, sababu ni wana wa jehanamu. Hawaogopagi. Bila kujali ni Mkristo ni nani, ni wana wa jehanamu tu. Kama wewe ni hodari wa kutukana kabisa watu, tena unamlenga mtu kabisa hivi, afu mjui wala hujajua CV zake zikoje, hujajua sifa zake za maisha, unajua unalaana tu, ni mtu wa jehanamu. Ndio maana inakuwa hivyo. Uko sawa na huyu mwizi, huyu mwingine. Lakini huyu mwingine akasema maneno. Hello. Ndio. Amen. Ndio. Kuombea nini? Okay. Haya ni maombi ama unabii sasa? Unabii mtu anapata anapokuwa amejiunganisha ama amekuja mwenyewe kanisani. Kwa unachagua njia. Aidha uje kanisani ushiriki ibada, umtolee Mungu sadaka zako. Ukimaliza unapata unabii, maana utakutana na mimi. La, unaona ni mbali, unataka umshughulishe mtumishi wa Mungu akuhudumia hapo ulipo. Utahudumiwa kwa uliko, lakini unatakiwa uandae sadaka yako kama Mungu anavyoagiza. Unaituma sadaka yako madhabahuni.
kiasi mimi waga hata siku moja siwezi kutajia, kwa sababu mimi siwezi kujua kiasi ambacho unaweza kugharamia unapotoka Dar es Salaam kuja kufuata huduma. Nitajuaje? Nitajua unakula nini njiani? Nitajua nauli zako unatumia gari gani? Je, ni classic ama hizi za kawaida? Nitajuaje? Wewe unapomtolea Mungu, wewe unamkadiria Mungu kwamba nimpe kiasi gani Mungu kwa ajili ya hiki ninachokwenda kupokea. Sawa? Kiweza karibu tana. Ibada zinaanza saa 4. Ila wewe ukitoka sijui kama gari za 12. Hata hivyo sijui kama unaweza ukawahi, lakini lazima utafika kwenye saa 6, saa 7. Utachelewa, labda utapata tu huduma huko ama unaweza ukaja lakini ukachelewa ukapata huduma wakati tunamaliza huduma uende ukaingia. Barikiwe sana mama. Karibu tena. Yeah. Kwa hiyo hapa pana watu wawili, aliyekufuru na aliyemkiri Yesu. Hebu tusikie aliambiwaje na Yesu. Aliambiwaje na Yesu? Baada ya kumkiri Yesu aliambiwaje? Aliambiwa hivi. Aliambiwa hivi, baada ya kusema nayo ni haki yetu sisi kuhukumiwa sawa sana matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote linalofaa hukumu. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Mstari wa 43 Luka 23. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kumbuka Yesu alikuwa msalabani, lakini akasema leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Huyu ni mtu ambaye alimpokea Yesu na kupata tiketi ya maisha hapo akiwa msalabani. Hapo akiwa msalabani. Lakini mkiendelea kusoma hichi kisa, jua likapungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka. Yesu akalia kwa sauti kuu kama hivyo unavyoona ukisoma na kwa muda. Ikaendelea mpaka chini. Na ukisoma vizuri utasikia kwamba siku hiyo kulipotokea matukio haya matukio haya ya Yesu, kukata roho pale, kulitokea tetemeko la nchi na giza na makaburi yalifumuka, alafu watu wakatoka. Maandiko yanasema watu wakatoka kwenye makaburi yao wakati Yesu akiwa anakufa, watu wanatoka. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba Yesu alileta uzima kwa waliokufa. Kwa sababu wakati anakufa Yesu alisema, wakati anajitoa kufa alisema, yaani natoa nafsi yangu mimi na mwili wangu na damu yangu kwa ajili nyie muishi, mpate uzima. Kwa hiyo wale waliokuwa wamekufa, wafu wa zamani, wale wafu waliokuwa chini kuzimu tangu zamani, Yesu alipokata roho kutoa uhai wake, wao walipokea uhai. Ndio maana walifufuka. Tendo la Yesu kata roho, wao walipokea uhai. Ndio maana walifufuka na wanasema wakatangulia. Ukisoma hapa, ningekuwa na muda ningesoma sana ukaona hapa. Alipokwisha kusema kata roho, hapo kwenye Luka panazungumza kifupi tu baada ya kukata roho. Lakini ukienda kwenye Mathayo, kwenye kisa cha kifo cha Yesu kwenye Mathayo, kinazungumzia jinsi ambavyo wafu walifufuka na
wakati Yesu anakufa, anakata roho. Sasa hili kwa sababu Yesu alikuwa anatoa uhai, wao wanatoa uhai wake, anakufa ili wao waishi. Ndio maana wanaomwamini Yesu wanahesabiwa kuwa hai wakati Yesu alikufa, ili wao hai. Yaani tuwe hai sisi, mimi pia ni mmoja wapo. Tuwe na uhai, lakini uhai huo si uhai wa kawaida, ni uhai wa milele, yaani uzima wa milele. Mafungu mengine yaliyoonyesha kwamba kuna kuishi baada ya kufa. Na hii niko hapa kwa ajili ya kupinga uongo mmoja ambao una mafundisho fulani potofu, wanaofundishana kwamba watu wakifa wanabaki kaburini eti kwa sababu Yesu atakapokuja siku ya mwisho makaburi ni kwamba palapanda italia. Wanasahau kwamba Yesu atakapokuja pia maandiko yanasema watakuja na watakatifu wake. Sasa wale watakatifu walioko kule wanafanya nini wakati wafu wote wanabaki huko chini? Yaani kuna mafundisho mengine ni potofu ile ambayo utafikiri uchawi yani. Tusome kile kisa cha yule Lazaro alipofufuliwa. Akamwambia Yohana 11:23. Akamwambia ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia najua kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yaani watu wanajua tu ile siku ya mwisho tu basi. Yesu akamwambia mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye niamini mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Akarudia tena. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Yesu anamthibitishia kwamba sio habari ya siku ya ufufuo. Ni kwamba mtu anayeniamini mimi atakapokata roho anaanza kuishi tena. Hii Yohana sura ya 5 anazungumza habari ya kuishi baada ya kufa. Alafu tumalizia mafafanuzi yake. 5:24 Yohana, amini nawaambia saa inakuja na saa ipo wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, wale watakaoisikia watakuwa hai. Hapa anazungumzia wanaoendelea na maisha kabisa, wala sio ile siku ya mwisho. Angalia anavyoendelea kusema. Hii ni mstari wa 24. Wa 25 anasema hivi. Saa inakuja na saa ipo wafu watakapoisikia sauti ya mwanadamu, na wale watakaoisikia watakuwa hai. Akaendelea tena. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake ili agawe ule uzima. Mstari wa 27. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo ile ya kwanza sema hivi, saa yaja nayo ipo. Yaani tayari ndio ile aliyokuwa anazungumza muda ule ule. Lakini sasa hii anasema saa yaja, yaani haijafika bado inakuja, ambayo wafu wote walio makaburini utasikia sauti. Hapa kwenye kipengele cha pili anasema wafu wote. Ile ya kwanza akasema wale tu watakaoisikia watakuwa hai. Hapa alikuwa anazungumzia habari za wale ambao sasa hivi wanamsikia Yesu, alafu wakishaokoka tu maana yake wamefufuka, wamepokea uzima wa milele. Maana imeandikwa katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari ule wa 3 mpaka wa 5. Hamjui ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmebatizwa katika mauti yake? Si mnafahamu ubatizo wa Yesu halisi, ule wa maji mengi wa kuzamisha na kuibua, kwamba mmezikwa pamoja naye kwa njia ule ubatizo na kufufuliwa pamoja naye, ili mwenende katika uzima huo kama yeye naye alivyofufuka na kuwa hai, nanyi mwenende hivyo. Yaani anazungumzia habari ya ufufuo ule wa mtu akiwa yuko hai. Yaani unakufa katika kwa njia ya ubatizo na kufufuka kwa njia ya ubatizo unakuwa hai. Ndio alikuwa anazungumzia hiyo. Ile ya pili alikuwa anazungumzia wale ambao walichakufa. Hii ya kwanza sana anazungumzia wafu watakaposikia sauti ya Adamu watakuwa hai. Wale watakaosikia watakuwa hai. Anamaanisha wafu ambao ni watu wanaishi kabisa, ila wamekufa kwa sababu ya dhambi. Maandiko yanasema mtu akiwa dhambini huyo ni maiti, ameshakufa ingawa yuko hai. Hao ndio wanaozungumzia kwamba wakisikia sauti ya Injili wataokoka, na wakiokoka manake watakuwa hai, watapokea uzima milele. Ile ya pili anazungumzia wale waliokufa kabisa wakazuka kaburini, kwamba wataisikia sauti ya mwana wa Adamu. Ukisoma pale chini anasema nao watatoka ili waliofanya mema wakahukumiwe kwa ajili kupewa haki, na waliofanya mabaya kwa ajili ya hukumu ya moto wa milele.
Sijui unanielewa vizuri? Halo. Kwa hiyo kuna uzima wa milele. Ukitaka ujue kuna uzima milele, turudi nyuma kidogo hapa kwenye Yohana 5:24. Amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Adamu. Ni 24, nataka some 24. No, 24. Amini amini nawaambia, yeye aisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yani Baba yake Yesu Mungu, yuna uzima milele, yani anakuwa amepokea maisha ya milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Yani hii ni kabla hujafa. Anasema ukimwamini tu Yesu hauingii hukumuni tena, wewe unahesabiwa kwamba umeshavuka kutoka kwenye mauti, yani kwenye mambo ya kaburi na mauti, na wewe umeshaingia uzimani. Kule kwingine anasema, kwa hiyo hata mtu kama huyo atakapokata roho anaanza kuishi, habaki kaburini. Sasa hapa ninapinga kabisa mafundisho potofu ya imani moja tumeminyana naye juzi mpaka akakimbia mara fulani. Ajita mtumishi wa shetani tu. Wewe huwezi kuhubiri kinyume na Injili afu yaani ana kazi ya kuhubiri afu anatia maneno yake. Nikamwambia tafadhali usitie maneno yako. Soma neno la Mungu. Kila kihubiri anasema, hapo ina maana kwamba kwa nini unaongeza maneno mengine mapya wakati hayo yenyewe yametosheka? Kwa nini unataka kudanganya? Kwa sababu watu ongezea maneno yako, wewe unatudanganya. Chukua maneno ya Mungu. Aliogopa akakimbia. Tulikuwa tuna kikosi cha watumishi kama wangapi? Nilikuwa na mtumishi mmoja wa Zambia, nadhani hata Jumapili nitakuwa naye. Akaja pale. Alipokuja ikabidi mtumishi nilikuwa naye kamuuliza swali lile ambayo yule alikuwa anasema. Yeye huyo mtu alikuwa anasema hivi, anaamini eti yeye kwamba watu wanaokufa wanabaki kaburini mpaka Yesu atakaporudi siku ya mwisho. Hili ni fundisho potofu kabisa. Potofu kwa sababu ya maandiko niliyoyasoma yanayosema mtu anapomwamini Yesu akifa tu anaamka kuwa hai. Tena kuna andiko Waebrania 9:27 inasema hivi, kama mlivyowekewa kufa mara moja, baada ya kufa tu ni hukumu. Haisemi mpaka siku ya mwisho. Sasa siku ya mwisho kunatokea nini? Wakati Yesu anakuja. Wakati Yesu anakuja, wapendwa, kinachofanyika ni ishara tu ya ufufuo, wala sio kwamba watu wanabeba miili yao ile mizoga ili wainuke waende na Yesu. Jamani kwanza siku ya ufufuo mwili wako kama utakuwa umeshakufa wewe utakuwa na mwili tena, wewe si mifupa tu imekatika tena vipande. Hapo anataka kutudanganya kwamba eti watu wakifa wanabaki huko kaburini. Kaburini hiyo mifupa. Yesu amesema hamna anayebaki kaburini akimwamini Yesu. Hakuna anayebaki kaburini. Kinachobaki ni mifupa. Sikieni hii leo neno la Mungu lililonyoka. Kwani mwizi msalabani aliambiwa mpaka siku ya mwisho nitakuja kukufufua? Halo? Si aliambiwa kwamba hivi leo utakuwa nami peponi? Kwa nini? Kwa sababu alijua kabisa mwizi yule atauawa, na yeye Yesu alijua kabisa ni siku yake na yeye kuuawa ili autoe mwili. Si unaelewa vizuri? Kwa hiyo akamwambia tunaondoka wote wewe leo, maadamu umenikiri. Yule mwingine alibaki hivyo hivyo. Na kama mjui mafumbo, palikuwa na misalaba mitatu pale. Msalaba wa kwanza, msalaba wa pili, msalaba wa tatu. Kulikuwa na msalaba mitatu namna hii. Msalaba wa Kristo, msalaba mmoja wa yule mhalifu wa upande wa kushoto na mhalifu wa upande kulia. Hivi mnafahamu maana ya wahalifu hao wawili? Mkisikia maana ya wahalifu wawili, maana yake ni kundi la watu wawili ambao wamemkataa Yesu. Yaani wa mataifa na Wayahudi, kwa sababu walimkana Yesu. Kwa nini nakwambia hivyo? Iko hivi. Wa mataifa baada ya Wayahudi kumkataa Yesu, neema iligeuka ikaenda kwa mataifa, na Yesu amesema maeneo mengi tu kwamba sasa kwa vile mmemkataa, injili itawageukia wa mataifa. Sasa mwizi aliwakilisha kwamba mataifa wamemkubali Mungu na wao wamekubaliwa, yani sisi tusio Wayahudi tumekubaliwa. Hii misalaba miwili ilikuwa inawakilisha mataifa na Myahudi. Ukienda kusoma katika nadhani Yohana sura 10 ile, ukisoma ile sana
kuna mahali panasema nina kondoo wa zizi lingine, nao nitawaleta nao nitafanya kundi moja. Alikuwa anamaanisha zizi la Wamataifa, yani watu watakaoamini Injili wakiwa si Wayahudi watakuja kuunganishwa na Wayahudi kwa zizi moja. Watu wote mnaosoma Biblia mnafahamu kwamba Biblia inakiri kwamba Wayahudi wamefungwa kwa sababu yetu sisi, yani ili sisi tuokoke. Wao wamekataa Injili. Wao wanafananishwa na mwanamke asiyezaa, yani Sara. Lakini yule Hajiri yeye alipata mtoto akazaa. Hajiri anawakilisha wa mataifa. Kwa hiyo wa mataifa walitangulia kuzaa matunda mapema, yani kumpokea Yesu mapema, kwa sababu Wayahudi walimkataa. Yani Wayahudi walikuwa tasa kwa habari ya kiroho, lakini wa mataifa wakawa wamepata uzao kwa sababu walimkubali Yesu haraka. Oh, haleluya. Nafafanua mafumbo hapa ili tuende pamoja. Kwa hiyo ile msalaba mmoja ulikuwa ni wa Wayahudi. Kwa nini Wayahudi? Wayahudi walikuwa wenyewe wanasema bado tunataka ishara. Ndio maana akasema kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, jiokoe wewe, tuone hapa leo mbele ya mauaji haya, alafu tuokoe na sisi. Nikiona ishara hiyo ndio nitaamini. Maana yake anasema Wayahudi walikuwa wanataka ishara, lakini mataifa walikuwa wanataka neno. Ndio maana yule mataifa alimkiri Yesu moja kwa moja. Hakutaka matatizo ya kutaka ishara wala miujiza gani. Yeye alimkiri Yesu moja kwa moja. Kwa hiyo wanaomkiri Yesu na kumwamini, wao wanakwenda moja kwa moja baada ya kufa, hawabaki kaburini. Kwa nini? Lipo andiko lingine linasema, nadhani kama sio Luka 11 basi ni Marko 11, kuna kile kisa. Kama nimekosea kutaja maandiko wala usinihukumu. Hizo namba hazina maana. Maandiko ndio yana maana. Na maandiko yanasema hivi. Kile kisa cha yule aliyeolewa na mwanamume wa kwanza, kuzaa naye akalisiwa na mdogo wake, wakao jumla 7 na wote akuzaa nao. Wakamuuliza Yesu, "Je, wewe unasemaje? Siku ya huko mwisho mbinguni, huyu mwanamke atakuwa mke wa nani? Maana aliolewa na wake 7 na wanaume 7 na wote akuzaa nao. Je, kule mbinguni atakuwa mke wa nani?" Yesu akamwambia, "Hamjui kwamba mnapotea, maana hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Maana huko mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, maana watu wote huwa kama malaika." Oh, haleluya. Alipoendelea kusema akasema, yani hamjui kabisa Mungu, ukuu wa Mungu ukoje, maana Mungu si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Haya. Kama Mungu amekataa yeye wala hakaagi na waliooza makaburini. Haya, wewe hiyo dini yako uliyoanzisha hiyo inataka kutudanganya ya kwamba ati watu wakifa wanabaki makaburini mpaka Yesu atakaporudi kufanya ufufuo. Umeitoa wapi? Wewe ni mtu wa nani? Kwa sababu Mungu yeye si wa wafu bali wa walio hai. Ndio maana alimleta Yesu duniani huku, sio tungoje tukifa huku ili watu wapuliziwe uhai huku kabla hawajafa, ili wakisha kufa tu wakikata roho wabebe ule uhai, waachane na miili, waende zao kwenda kupumzika. Mahala pa kwanza pa mapumziko panaitwa peponi. Yaani kwa mbinguni Bwana alikuwa ajabu sana. Mahala pa mapumziko wa kwanza panaitwa peponi. Zamani kabla ya Yesu, kile kisa cha Yesu akisimulia habari za Ibrahimu kwamba alikuwa kule kuzimu, kwa sababu ni kweli kulikuwa kuzimu kule, kulikuwa na sehemu mbili. Waovu walikuwa upande ule, kuna moto wa mateso wa sasa. Alafu wale wema wenye haki walikuwa upande huu. Katikati palikuwa pana shimo kubwa. Yesu akasema, Yesu akawa anatoa kile kisa, na kile kisa sio mfano story. Unaitwa ni mfano hai. Yesu alikuwa anazungumza kitu ambacho ni kweli kilikuwepo. Alikuwa anahadithia kitu ambacho Yesu yeye kwa sababu alikuwepo kule mbinguni aliyaona hayo yote. Alikuwa anahadithia mfano ulio hai unaoishi, kwamba Ibrahimu alikuja akampokea mtu, alafu mtu huyo alikuwaga maskini, anaishi na tajiri ambaye alikuwa yeye anakula makombo. Tajiri alipokufa akawa kwenye moto, maskini akawa kifuani kwa Ibrahimu. Kile kisa sio kisa cha kutunga, ni kisa kinachoishi ambacho ni cha kweli. Yesu alikuwa anashuhudia, mara nyingi anasimulia visa vya kweli, na visa ambavyo sio vya kweli vya story alikuwa hataji jina. Anasema alikuwepo kabaila mmoja
alafu anatoa ule mfano, Kabaila yule akafanya hivi akafanya, hataji jina kwa sababu sio kweli, sio mtu, alikuwa anatoa tu mfano. Sisi tunaelewana vizuri? Na mfano huo ulikuwa unalenga jambo la kweli. Yaani anaweza akahadisia habari ya Mungu na Yesu, alafu akasema kulikuwepo na mkulima mmoja, anamaanisha kumbe mwenye shamba ni Mungu. Akamtuma mtu wake. Hapo alikuwa anamaanisha mfano kwa ajili ya lile. Lakini kwa kisa cha Ibrahimu alikuwa anatoa story ya kweli. Ndio maana alimtaja Ibrahimu kabisa. Akamtaja na yule Lazaro kwa jina. Muage, mnaelewa nyinyi? Yesu alipokuwa analeta neno, alikuwa analetaje? Alikuwa anazungumza maneno ambayo mengine ni mifano kwa sababu ni tukio halisi, lakini anatoa kwa mfano, hataki kutoa halisi. Mengine alikuwa anazungumza live, matukio halisi ambayo wanadamu walikuwa wayajui, lakini yapo. Kwa hiyo zamani kuzimu ndio kulikuwa kumegawanyika sehemu mbili, upande huu na upande ule. Kwa hiyo pamoja na hivyo, hebu fikiria, na hiyo ni zamani tu. Bado Ibrahimu alipokufa hakubaki anaozea kaburini, bado alikwenda kule upande wa pili kuzimu. Wao wa kuzimu wote, kwa sababu mbinguni kulikuwa bado hakuja takaswa. Oh haleluya! Imeandikwa katika kitabu cha Waebrania, soma sura ya 9 yote. Anza 7 mpaka 9. Mbinguni kulikuwa kuja takaswa kwa damu ya Yesu baada ya ile vita ya mashetani walivyoasi kule, kukaa ni vurugu mechi. Maandiko yanasema mpaka Yesu ndio alipokata roho kukatakaswa kwa ile damu. Sijui mnaelewa hizo siri, kukatakaswa. Pakapatikana mahala panaitwa peponi, mahala pa mapumziko. Ndio ambapo mwizi yule akawa wa kwanza kutamkiwa, unaenda peponi. Sasa kwa vile alifungua malango ya kwenda peponi, ndio maana siku ile ukisoma kitabu cha Mathayo pale kwenye kisa cha kifo cha Yesu, utasikia makaburi yalifumuka, waliokufa zamani wakatoka, waliokufa watakatifu walikuwa wanahamishwa kutoka kule alikuwa kwa Ibrahimu kule kuzimu, ambako ni kuzimu kabisa, lakini upande wa pili walikuwa wanahamishwa kutoka kule kwenda peponi, ambapo alipatamka alipokuwa na mwizi msalabani. Ndio maana ulikuwa ni unafanyika uhamisho wa kwanza. Ule ni ufufuo wa kwanza. Ule ulikuwa ni ufufuo wa kwanza unaitwa wa waliokufa zamani, na hao walio hai waliokufa katika dhambi wafufuliwe wakiwa wanaishi, ili wakifa wasife moja kwa moja kwenda kuzimu, waende peponi. Oh haleluya! Nimejibu hiyo ya kwanza. Ya pili nimesema nini? Ya pili nini? Ya pili nimetoa hapa nini? Dhambi na madhara ya dhambi duniani na madhara ya dhambi baada ya kuondoka. Nilisema hiyo. Wapendwa, dhambi, Mungu alipokuwa anasema hii ni dhambi, hii ni dhambi, hakuwa anamaanisha kuwatisha watu kwamba wataenda motoni. Hakuwa na maana hiyo. Kwa mujibu wa Biblia, ambacho ni kitabu ambacho chenyewe ndio menu, sijui tuseme nini. Yaani Biblia ni nini? Si tuseme kinaitwaje hiki kwa Kiswahili? Yaani Biblia ni kitabu, unaponunua simu hizi, kuna kitabu kinatolewa cha maelekezo ya kuitumia hii simu, si ndio? Biblia ndio kitabu cha maelekezo ya namna binadamu anavyoweza kuishi kwa ufanisi bila kuingiliwa na matatizo. Oh haleluya! Kwa hiyo Biblia, binadamu yoyote, awe Muislamu, awe Mkristo, awe Budha, awe mpagani, maisha yake yote yako ndani ya Biblia. Akienda kinyume, hata kama haijui Biblia, anakumutwa na maisha. Kwa hiyo Mungu aliyaweka mle ndani maisha yalivyo ya nini? Ya mwanadamu, ili yafanikiwe yaende hivi, yakienda hivi hayatafanikiwa. Hakuweka kwa maana ya kututisha kwamba tutaenda motoni. Alikuwa anamaanisha ili mfanikiwe sana, basi msizini. Kwa mfano, dhambi ya uzinzi, mkupe mfano tu. Dhambi ya uzinzi kwa mfano, madhara ya dhambi ya uzinzi sio kwenda motoni tu. Achana na mambo ya kwenda motoni. Hapa duniani madhara yake. Madhara ya uzinzi, kwanza kabisa, ina magonjwa ya zinaa. Ndio maana akasema hivi, dhambi ya uzinzi inaleta madhara kwa sababu inahusisha mwili wenyewe. Yaani mwili kwa mwili kabisa, mwili kwa mwili. Kwa hiyo yani anaonya kabisa, anataka kuwe na utaratibu wa hali ya juu mpaka kufikia watu wanaanza kuwa pamoja kama mke na mume, kwa sababu kuna magonjwa. Si mnafahamu kuna watu wamekufa mpaka na magonjwa ya ukimwi?
Na chanzo cha ugonjwa ni nini? Si hiyo kitu ilikuwa. Haleluya. Kwa hiyo watu wanapeana magonjwa. Kwa hiyo ili Mungu awasalimishe wanadamu wake wasiingie kwenye matatizo, anawaambia watu wake, tafadhali msizini. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, anaepusha ili watu wasikae bila ndoa. Kwa sababu unapofanya kale ka business kakugawagawa, kale ka business kakutoa kuonjesha, kale ka business kwa kwamba hamna neno, ngoja tu nimpe, pengine atanioa, ndio hakuoi kabisa, kwa sababu ukionyesha mara nyingi, huyo unaomuonyesha mwisho anashiba. Akishiba hawezi kutoa hela za kununua wakati ameshiba. Ndio maana huwa nawaambia watu tunapowapa semina za mahusiano kwamba serikali ingepiga marufuku watu wasifanye mahusiano mpaka waingie kwenye ndoa ndani ya miaka miwili, ili akikamatwa mtu anafanya mahusiano apigwe miaka 3 jela, wakatangaza serious na wakaweka watu wao wanawafuatilia watu. I'm telling you, wote ambao hawana ndoa wote wataolewa wote ndani ya mwaka huu mmoja. Harusi zitakuwa, kwa sababu dhambi ya uzinzi itakuwa imekoma. Siku dhambi ya uzinzi ikikoma tu, watu wanaolewa kwa wingi namna hii, na wasiooa nao wanaoa kwa wingi. Kwa hiyo madhara ya dhambi sio kwamba mwenda motoni tu. Madhara ya dhambi ni kwamba yanawatesa hapa hapa. Wewe jaribu, mtu akija anakupenda sana, kakupenda kupindukia, umzuie kukutana naye mpaka akajitokeze nyumbani, uweke beat, na kwambia kama anakupenda kweli atakwenda kujitokeza na atakuoa. Ukiona hajajitokeza, muongo, hajakupenda. Madhara ya wizi, unakamatwa, unapigwa mawe mpaka unauawa, yako wazi, unachoma moto. Madhara ya ulevi, wewe umekaa kabisa, unajenga maisha yako vizuri, maisha yako na pesa unayo, afu kaamua kuwa mlevi. Madhara yake unafikiri aliposema kwamba alaaniwe amkaye asubuhi kufuata kileo, Isaya 5:11, unafikiri utani? Unafikiri alikuwa anakunyima starehe wewe? No. Unafikiri aliposema msileo kwa mvinyo bali mjazo roho, unafikiri alikuwa anakunyima starehe? Anakuepushia matatizo mabaya atakao kupata kwa ajili ya ulevi. Kwanza, unapolewa unaharibu akili yako kufanya kazi ya kufikiri mambo mazuri. Ndio maana huwezi kukuta mtajiri mwenye mali nyingi au msomi ambaye amefanikiwa sana alafu akawa mlevi, narudi nimelewa, narudi nimelewa, hata siku moja. Watu wenye akili zao vizuri hawai walevi hivyo, sababu ndani ya kilevi kuna kila uovu. Yaani kulewa sana kuna maliza pesa zako. Utasema pesa unazo. Kulewa sana kuna kuletea umalaya na ukahaba. Yaani hata kama una mke, lazima kwenye mapombe utatafuta tu. Haleluya. Nataka mpone wale msiopenda sana kusikia habari za maonyo ya dhambi. Yaani hii madhabahu ni madhabahu ambayo inatubisha watu. Wewe ukiwa na dhambi, nipigie simu tuniambie, mimi najisikia guilty, niko kwenye dhambi, nahitaji kutubu, nielekeze nitubu. Nitakuongoza sala ya toba. Sala ya toba nitakuongoza toba inapokuwa bila gharama yoyote wala ulipii. Mara nyingi mtu akisema mimi naumwa, nahitaji maombi, naumwa hapa, wala sikwambie ujiunganishe na madhabahu. Ila unapotafuta baraka, kujiunganisha na madhabahu ni muhimu, kwa sababu imeandikwa heri mkono unaotoa. Imeandikwa heri mkono usiotoa. Imeandikwa pia Ibrahimu alipojaribiwa, baada ya kujaribiwa akabarikiwa. Kwa hiyo unapotafuta baraka lazima kujiunganisha. Lakini unaumwa, uko hoi, umepigika, baba mimi naumwa. Nafikiri mnafahamu nyie wengine mnaonipigia simu. Yaani mimi ni mwiko. Yaani unaumwa alafu unataka tu kuombewa tu. Siwezi kuambia ati ujiunganishe na sadaka. Ujiunganishe na sadaka nini? Ya nini? Mimi nitakwambia njoo madhabahuni, ama kama ninakuweza kuliombea hapo huwa naombea, sio unaona naombea wengine huko. Lakini utakapokuwa unataka tu milango, nataka unabii maisha yangu yote na mafanikio ya uchumi, hapo unataka neema, unataka baraka za Mungu. Fungua mlango wa baraka kwa ajili ya utoaji, maana ni maagizo ya Mungu.
Mimi nafundisha neno kama linavyotakiwa kuwa. Yaani msiponielewa mimi, sijui mtakuja elewa nani. Kuna wanaosema usitoe sadaka, nao ni fake. Kuna wanaosema utoe lakini kiasi fulani anakadiria kabisa, fake. Balance mbona iko hapa katikati hapa kwamba sadaka inatolewa lakini haipangwi kiwango. Ndio ukweli wa mambo yalivyo. Kwa hiyo ninapozungumza habari ya dhambi, Mungu alizuia kwa sababu hiyo, lakini wanadamu wamekuwa bado wanaendelea na wanapata matatizo na hiyo dhambi. Kwa hiyo neno la Mungu tu ndio litakalo kusaidia kupata nguvu ya kuweza kusonga mbele na kushinda dhambi. Unapohisi uko guilty, unasikia kwamba uko dhambini, hatua ya kwanza lazima utubu, umpokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Hatua ya pili, kama wewe umempokea Yesu lakini bado adui anakusumbua, bado unajikuta unamkosea Mungu mara kadhaa, ama unakwenda baada ya muda fulani unaishiwa nguvu, unamkosea Mungu. Maana yake unahitaji neno la Mungu kwa wingi, unahitaji maombi, ujitahidi kuwa na maombi, lakini uwe karibu na ibada sana. Lakini pia kama ni tatizo ni ndoa, basi unatakiwa uoe. Kama ni hujaolewa, unatakiwa uolewe. Unaniambia sasa utaolewa na nani? Mbona hawataki kuoa? Huyo ambaye anakuja kwako anataka kulala na wewe, huyo msuke kwa mtumishi wa Mungu kwamba anataka kuoa, hataki, mkatae. Muunganishwe ili kusiwepo na mambo ya uzinzi. Mbona simple tu. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi kwa duniani hapa ina madhara, inaleta madhara mbalimbali, ulevi au uzinzi, na mambo mengine. Kuna mengine madhara yake hayako wazi, uuaji. Watu wanaweza kawa uuaji, alafu matokeo yake laana ikaingia kwenye hiyo familia mbaya, wana wenyewe wakafa kabla ya wakati. Kuna kipindi nilikuwa naonya utawala wote ambao unafanya mauaji hauwezi kusurvive. Kuna kipindi fulani nilipiga kelele sana. Nikasema mambo tuliokuwa tunasikia kipindi kile, nikasema kama kuna watu wanahusika kwa ajili ya kusaidia serikali kwa kufanya mauaji, nasema hivi, nilisema wazi, rudini nyuma muangalie zile clip. Nikasema hiyo mamlaka haita survive. Mungu lazima ataipiga hiyo mamlaka. Mamlaka yote ambayo inamwaga damu huwa haiwezi kusurvive. Kabisa, huwa haisurvive. Na hata sasa nasema nawaelekeza serikali, mkiona kuna watu wanasumbua, tumieni tu sheria, wakamateni, wapelekeni mahakamani, wahukumiwe. Kama hukumu inasema wauawe kutokana na kosa lao, sawa. Lakini hii uwaua ovyo watu, utafikiri paka, utafikiri umewaomba wewe, uwaua ovyo, utafikiri wewe ndio uliwekea roho zao, lazima na wewe utauawa tu kwa njia yote ile. Utauawa tu. Jino kwa jina, yani maandiko yanasema anayeua anatapaswa naye auawe. Sasa inapotokea kwamba mtu ni muuaji, alafu naye akaja akatokea labda akauawa, wala msipate shida. Maandiko yanasema jino kwa jino. Hata nani aliwekwa alama, ile Kaini aliwekwa alama, akaambiwa, akawekwa alama, akaambia Mungu, maana yeye aliua, akawekwa alama fulani. Akasema watakao niona si wataniua, watajua mimi natakiwa niuawe, kwa sababu alama hiyo ni kwamba inaonyesha huyu muuaji anatakiwa uawe. Ndio hiyo alama ilivyo. Kwa hiyo akasema sitakiwa uawe kwa sababu alama inaonyesha hivyo. Kwa hiyo alama hiyo siku hizi haionekani, inawekwa ndani ya moyo. Yaani hata itakuja tu gonjwa la kukuua tu, linakuua pia. Hata yani kutatokea tu. Kwa hiyo kuua ni dhambi kama ilivyoandikwa. Kuua haruhusi mtu kuua kiolela. Kuua lazima mtu anaonekana ni muuaji na yeye asiuawe tu kiolela. Anatakiwa kamatwe, apelekwe kwenye vyombo vya sheria, akahukumiwe. Kama ni kunyongwa, akanyongwe huko. Sio waua tu mitaani tu huko. Tuma watu tu. Hawezi survive. Labda kama watumishi wa Mungu watupu. Tunapiga magoti. Mimi nilipiga magoti nikatamka mpaka nilichukua mchanga wa makao makuu yote ya Dar es Salaam, ya Dodoma, nikachukua na Tanga nikaunganisha. Hapo nilipowaambia kwamba Mungu aliniambia Tanga ni kichwa cha nchi, Dar es Salaam kifua cha nchi, na Dodoma ni moyo wa nchi wa Tanzania. Kama mlikuwa mjui siri hizo na wapa. Na nilisema mara ya kwanza, ile ni mara ya pili nasema. Kimsikia mtu anasema hivyo, ameichukua hapa kwa sababu ni ufunuo pekee ambao Mungu alinipa wa tofauti, sijawahi kusikia mahala.
Nilichukua mchanga nikachanganya, nikasema Mungu, kama kuna shida hapa kwenye hili taifa, naomba mchanga huu uniwakilishe mbele zako, sauti isikike. Hii ni Tanzania, na ileta mbele zako Bwana. Chunguza, fanya hukumu ya haki, nchi ipate kutulia. Nilisema maneno haya. Na ndio maana ukifuatilia clip za maombi ya kipindi kilichopita, nilikuwa nikiomba, yani sisahau kusema kama kuna mhalifu katika utawala, Mungu tunaomba jina lake lifutike. Yaani niliongoza maombi au mfululizo karibu miaka mingapi? Kwa sababu tulikuwa tunasikia habari mbaya za watu wanauawa nini. Kasema kama kuna wahalifu humo ndani, futa majina yao. Maombi yao siku hizi yani wala sijisikia hata kusema kama kuna wahalifu wafutwe majina yao. Kwa lipi? Kwa lipi? Samia watu sasa hivi amekwenda amepunguza mpaka mabei ya umeme. Niliwaambia kwamba rais wa 6 ni mtu mwenye moyo wa kibinadamu, kama jinsi nilivyosoma siku ile kitabu cha Daniel. Moyo wa kibinadamu. Nafikiri mlio nifuatilia siku mnajua. Haya yanayoendelea na Samia ni kwa sababu ya ule unabii. Ana moyo amepewa moyo wa kibinadamu. Yaani anatawala chini ya moyo wa kibinadamu. Ila Mungu alisema ashike fimbo ya chuma wala sio ya mti, kwa sababu ana moyo wa kibinadamu alafu akiwa na fimbo ya mti. Dhaifu kwenye nafsi, dhaifu kwenye mamlaka, ni tatizo. Awe na huruma lakini awe na mamlaka katika kutenda haki, katika kusimamia haki. Ataongoza nchi vizuri sana. Kwa sababu katika unabii inaonyesha awamu ya 6 huwa inakuwa ina neema ya kuweza hata kupata miaka ya nyongeza kama atatawala vizuri. Anaweza katawala zaidi ya wengine. Sio kama anavunja sheria, anatawala awamu hizi, alafu anafika zile zingine za kwake, unashangaa zote anapita. Sio kama anampigia debe, hapana. Anazungumzia moyo ulivyo wa mtawala wa 6 unavyokuwa. Mungu awabariki sana wote ambao mko live. Dhambi hiyo mwisho nikimalizia, yenyewe ina madhara kule mbinguni, kwa sababu inampeleka mtu kufa. Yaani kule mbinguni ukienda kuna kifo kingine, kinaitwa kifo cha pili. Yaani unatengwa moja kwa moja na Mungu. Mbarikiwe sana mlio share. Yaani leo mmeshare ni wengi kweli kweli. Na ni mafundisho mazuri namna hii yatawafikia wengi. Yaani ninyi ni wanahabari wangu. Mbarikiwe. Mikono yenu hiyo inayogusa kufanya tap kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli aidondoshe neema ya pesa kama ilikuwa pesa imepungua kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu. Nyinyi wanahabari wazuri sana. Yaani mmeshare mpaka hapa nimefurahi. Share nyingi ajabu. Mbarikiwe sana. Barikiweni sana. Na wabariki sana kutoka rohoni. Roho Mtakatifu anawabariki kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu anawabariki kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nikasema hivyo. Kwa hiyo kuna hiyo ambayo nimeshafafanua, lakini na ile nasema maisha ya sasa na yajayo, kwamba utajua yale madhara ya dhambi ya sasa na yajayo. Kwa hiyo hivyo ni kama nilivyofafanua. Kwa hiyo kama unaona unampenda Yesu, umeokoka, lakini unajisikia guilty, umefanya kosa, hata kama umefukuzwa kanisani kwenu, pengine hilo kanisa unajifanya kama malaika, lakini wana dhambi za siri ambazo hamna mtu anaweza kaziona, za siri zile, kwa vile si ajabu wamejifunika vizuri sana, lakini ndani wana dhambi za siri. Wakifika kanisani wamejipamba, lakini wewe dhambi yako imeonekana. Maana kuna wengine dhambi inawatangulia na wengine dhambi inakuja mbele. Sasa kama dhambi yako imeonekana na wakaamua kukuhukumu na kukufukuza kabisa kanisani kwamba ufai, nataka nikwambie unayo nafasi ya kurudi na kutubu. Kanisa hilo alokufukuza sio kanisa. Yaani hilo alokufukuza sio kanisa, ni vivuli vya kanisa. Kanisa ni moja dunia nzima, na sisi hapa ni vivuli vya mchungaji. Mchungaji mwenyewe ni Yesu. Sisi ni vivuli. Tumebeba tiketi ya muumini. Sisi ni waumini tu, waumini wa Yesu. Lakini tuna kivuli tu cha kwamba sisi ni wachungaji wa watu wa Mungu. Lakini hiki ni kivuli tu, sio halisi. Mchungaji halisi ni Yesu. Shika hiyo na usisahau hiyo. Kwa hiyo ukiona mchungaji kivuli amekulalua, anakuona ufai kabisa, basi ujue una nafasi ya kwenda kwa mchungaji Yesu.
Utapata mtu tu ambaye atasemeshwa na Yesu kwamba akae na wewe akulee mpaka hiyo dhambi utakapoishinda, lakini na wewe huo umedhamiria kweli kuishinda dhambi. Dhambi inatakiwa process, kuishinda ni process. Sio kwamba unaweza ukaokoka leo ukaishinda leo. Unaweza ukaokoka leo na ukashangaa bado kuna dhambi ingine inaendelea. Wewe usifanye mchezo. Process ya kufika mtu amekomaa mpaka kila dhambi anaijua sio jambo la mchezo. Ndio maana Mungu akasema kuna vyombo katika nyumba ya Bwana, vingine vya dhahabu, vingine vya chuma, vingine vya shaba, vingine vya mti, vingine vya udongo, lakini vyote ni vyombo vya Bwana. Shika hiyo. Una nafasi ya kutengeneza na kusonga mbele kwa jina la Yesu. Usikae ukajihukumu tu siku zote kwamba wewe ufai tena. Tubu. Kama wewe ni nabii wa uongo pia, umetenda madhambi makubwa mpaka imefika mahali pia unaona mpaka sasa hivi wewe upokelewi tena, natoa nafasi kwamba unaweza ukatubu. Unaweza ukatubu, kaacha huo uongo wako, ukaacha kutapeli watu kwa kuwauzia mafuta, kutapeli watu kwa kuwauzia maji, ukaacha hizo biashara, ukawaambia watu ukweli kwamba maji yanauzwa shilingi 700 kule dukani, kanunueni wenyewe nje niombe. Ukaamua kuwa mkweli, ukawaambia mafuta yako dukani kule yanauzwa, kanunueni duka fulani nije niwaombe. Ukaacha huo utapeli wako kwa kuwauzia mafuta kwa bei ambazo mbinguni hazipo wala duniani hazipo. Utapeli ukaacha, na utaanzisha tu kazi ya kuchangisha michango, na watu watachanga kwa ajili ya kusupport huduma bila hata kuwauzia vitu hivyo vya upako. Tubu kwa jina la Yesu na utasamehewa. Utasamehewa. Tubuni. Nashukuru Mungu, mtumishi mmoja alikuwa jasiri sana. Simtaji jina kwa sababu natoa mfano kwa ajili ya wengine. Yeye alinipigia simu kabisa. Akaniambia, mtumishi, mimi ni mtumishi kabisa, lakini maisha yangu nimeyachunguza, nimeona shetani ananishambulia. Yaani nimekuwa kuna dhambi imekuwa ikinisumbua. Ukimwona mtu anasema hivyo, ujue huyo mtu ndani yake ana roho Mungu. Yale matenda dhambi kubu yale waga hayakumbuki kwamba ndani dhambi inamsumbua. Wala hasikii kwanza. Hasikii. Nikamwambia, "Sasa wewe una Roho Mtakatifu. Kama umeona dhambi inakusumbua na unahitaji," akasema, naomba uniongoze maneno yatakayonipa moyo wangu kusamehewa." Nikamuongoza, nikamwambia, "Damu ya Yesu bado ipo mbichi mpaka sasa, inaishi. Wala haijakauka mpaka atakaporudi." Na huo ndio ukweli. Utapeli wa kusema kwamba Yesu ameshakuja ni utapeli. Na maandiko yanasema mtu asiwadanganye yote kwamba Kristo ameshakuja mpaka mtakapoona zile parapanda zimelia. Alafu anasema labda kamekuja kimya. Nani kakudanganya? Maandiko yanasema walipomuuliza kwamba tutajuaje kuja kwako, akasema kama jua linavyochomoka mashariki na magharibi ndivyo itakavyokuwa kuja kwangu. Yaani kila jicho litaniona. Alafu mnatudanganya tu kwamba kesha kuja kaondoka. Wewe mjidanganye nafsi zenu wenyewe, hamtudanganye watu kama sisi. Tunalijua neno vizuri sana. Kristo atakuwepo mpaka mwisho wa dahari kama ilivyoandikwa. Haitabadilika hiyo. Na kama imebadilika mpaka nione mapepo nikikemea yatoki, nitajua Yesu sasa hivi hafanyi kazi. Hayupo. Mpaka nione miujiza ambayo inatendeka sasa hivi haitendeki, ndio nitajua labda sasa hivi sio wakati wa Yesu. Ni wakati wa shetani. Kwa sababu kile kipindi cha shetani kama mjui, hakuna jambo la kiroho litakalokuwa linafanyika. Mambo yote yatastop. Kimya, miujiza itakuwa ya shetani tu. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Nawapenda kwa sababu mmesimama na hii madhabahu. Nimefika mwisho wa kipindi cha leo. Niachilie sehemu nyingine iwe ina maswali. Mbarikiwe sana, nitachukua hapo, sitoki, nitachukua hapo afu nitasoma kama kuna maswali kidogo. Kama unataka wasiliana na mimi ni 0715645150. Unataka ujue biashara yako inaendaje? Kuna nini inaweza likatokea kwenye afya yako, kwenye mahusiano, kwenye ndoa? Je, huyo mtu ni sahihi ama si sahihi katika mambo yako ya mahusiano? Je, unaofanya naye kazi huyo ni sahihi ama sio sahihi? Je, mtafika naye wapi? Kama kuna shida ama hamna shida. Chochote unataka kujua, piga simu kwa Nabii wa Ishara Tanzania. Bwana majeshi atanipa kujua na nitakupa siri za maisha yako. Barikiwe sana wote ambao mko live. Barikiwe sana.
Barikiwe sana wote ambao mko live. Barikiwe sana. Ngoja nichukue nione kwa karibu kama kuna message yote ama swali lolote. Barikiwe sana. Ongereni sana mliotutengenezea ofisi nzuri namna hii. Watu wa Mungu. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Huko hakuna mlango jamani, unasubiri wewe hapo unaoangalia eh. Unaona mlango kule hakuna. Na huko mlango mmoja hakuna, ndio iliyobakia, lakini very nice, very nice, very nice. Mbarikiwe sana. Hiyo ndio kazi ambayo sadaka yako inafanya unapotuma, hakipotei kitu hapa. Mbarikiwe sana. Naona mna maswali. Watu wametazama, watumishi wa Mungu wengine wametazama, wamelizika. Basi nikuage tukusema kwamba tuungane tena katika kipindi kijacho nikipata neema siku ya kesho. Kuna vipindi hapa ambavyo nimeviandaa. Kuna vipindi vya ziada vitaanza kujitokeza mchana. Kuna kipindi kinaitwa Ushauri Live kutoka ofisi ya nabii. Yaani hicho kipindi kitakuwa kinafutika. Yaani hakitakuwa hewani moja kwa moja. Kitakuwa kinafutika. Yaani nitakuwa natoa ushauri hewani, lakini baada ya kumaliza nafuta kile kipindi kisiwepo. Kwa hiyo nitakuwa nakitoesha kwa sababu ni cha ushauri live, ili kuwasaidia wengine wanaosikiliza. Naweza nikamshauri mmoja, yule mwingine akajengeka. Huenda kikaanza hata kama ni kesho nikipata nafasi. Japo kesho na wageni kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuwahudumia hapa na wengine wanaoungana na Watanga hapa. Kwa hiyo sijui mchana kama nitakuwa na nafasi ya kutosha, but ninatarajia ninaweza nikawepo hewani. Unaweza ukanibahatisha. Kwa hiyo Mungu akubariki sana wewe uko live. Mimi ni Prophet Nabii wa Ishara Tanzania. Dear viewers, if you were watching me from the beginning, now I'm coming to the end of my program, and I invite you now for the phone. You can call me number +255 715 64 51 50. I will advise you, or I will prophesy to you, or I will give you any revelation that God has given me to help you. You know that the Holy Spirit is the one who giving me, and I just offer those revelation to you. So I invite you to call me if you have any problem from any country. I received the phone from many countries now, almost 13 or 15 countries, from America, UK, from Saudi Arabia, from Bahrain, from Zambia, from Mozambique, from Switzerland, from Australia, from South Africa, from many countries, from Abu Dhabi, from Qatar, from many countries. So wherever you are, you will get advice. You'll be advised if you call to me. You'll get a prophecy if you call to me. And my prophecy is based on your life. You want to know your marriage? You want to know your relationship? Who is the right one to marry you? Or your company, how is going on? What will happen this year? What is going on to your health? Or what is going on to your friend? If you want to know, is he real your best friend or enemy? This is the altar will help you to understand. I invite you and I say bye in the moment until tomorrow.